Mafhumu nyingine ambayo vile vile tunahitaji kuisahihisha ni mafhumu ya kwamba kutoa kunakuwa katika hali moja peke yake. Kwa mfano, wengine wanadhani kwamba kutoa inakuwa ni kutolewa katika hali ya siri peke yake, watu wasijue, ni hiyo peke yake. Au wengine wadhani kwamba kutoa inakuwa katika hali ya dhahiri peke yake. Lakini usawa kulingana na mafundisho ya Qur'an ni kwamba kutoa inakuwa katika hali zote mbili. Unatoa wakati mwingine, unatoa kwa siri, na kutoa wakati mwingine kunakuwa kwa dhahiri waziwazi. Kinachokubainishia ni hali ipi unayostahiki kuitumia ni kulingana au kwa muktadha wa maslahi vile yanavyokuambia au vile yanavyokupelekea maslahi yale. Na maslahi yanayozingatiwa hapa ni maslahi ya kisheria. Kwa hiyo kuna kutoa kwa dhahiri na kuna kutoa kwa siri, zote mbili zipo. Tusifikirie kwamba kutoa ni siri peke yake, hapana. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an, walladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan, wale wanaotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, yani kila wakati, lakini wanatoa kwa siri na wanatoa waziwazi vile vile. Kwa maana kwamba yule anayetoa kwa siri hurudi wakati mwingine akatoa kwa dhahiri waziwazi. Ni kutokamana na kwamba hii ina hali zake na hii ina hali zake. Aya nyingine inatuambia katika suratul Baqara, in tubdu sadaqat fa ni'ma hi, enyi Waislamu, lao mtatoa sadaka zenu waziwazi kwa dhahiri, zionekane kwamba mnatoa sadaka, hilo ni jambo zuri. Fa ni'ma hi, hilo ni jambo zuri, sio jambo baya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fahuwa khairun lakum, lakini mkizificha sadaka hizo mkazitoa kwa siri kuwapa maskini na mafukara, hiyo pia ni khairi kwenu. Kwa hivyo tunasahisha ufahamu wetu wa kwamba sadaka zinatolewa katika hali moja peke yake ya siri au hali moja peke yake ya dhahiri. Na Qur'ani ikitumia tamko la sadaqat inaweza kujumuisha baina ya maana zote mbili, ya sadaqa nafila, sadaqa ya tatawui, ya kujitolea, na kadhalika sadaqa ambayo ni ya wajibu, ya zaka. Qur'ani ikitumia tamko la sadaqa inamaanisha zote mbili. Wakati mwingine zote mbili kwa pamoja, na wakati mwingine ni sadaqa ya tatawu peke yake, na wakati mwingine ni sadaqa ya zaka ya mali peke yake. Mfano, innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilin 'alayha, hiyo ni sadaqa ya zaka peke yake, ambayo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo nambari 60 ya sura Tauba alikusudia kutaja vigawanyo vya wanaopokea au wanaostahiki kupewa zaka. Ukitaka kuwajua wanaostahiki kupewa zaka na wewe una zaka zako za kutoa, hujui umpe nani, unarudi katika hii aya. Fungua Qur'ani, nenda katika sura Tauba aya namba 60. Aya hiyo inakueleza vigawanyo vya wanaostahiki kupewa zaka ni kina nani, watu aina 8. Amewataja Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe moja baada ya mwingine. Unawaangalia hawa watu sampuli 8, hao ndio wanaostahili kupewa zaka, na wewe una zaka. Kwa hivyo ukasema mimi nitampa huyu, nitampa huyu, nitampa huyu. Hao peke yake ndio waliotajwa. Usiongeze yoyote ambaye hayuko katika orodha ya watu hao waliotajwa, watu kutoka kwako mwenyewe kwa akili yako. Itakuwa umekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana watu hawa amewapanga Allah azza wa jalla yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe subhana jalla jalalu katika Qur'an kataja
watu wanaostahili kupewa zaka ni hawa: alfuqara walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ukisema mimi nitampa pia yatima, umekosea. Yatima hayuko hapa katika orodha hii. Hiyo ni sheria ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Sasa kutoa mafhumu ambayo tunakuwa nayo katika Uislamu ni hivi ambavyo Qur'ani imetueleza, na miongoni mwa hali ambazo Muislamu anatoa kwa dhahiri ni kwa mfano kutoa katika hali ya jihad kwa vita. Mfano nafaka wakati wa jihad fi sabilillah haitolewi kwa siri. Nafaka inayotolewa katika jihad fi sabilillah inatolewa kwa dhahiri, watu waone, ili Waislamu washuhudie na waweze kuhamasika na waweze kuingiwa kila mmoja wao na hamu kubwa, na yeye pia kadhalika aende nyumbani akaangalie kilichoko nyumbani, akilete kichangie katika kupigana na kusimamisha dini ya Allah subhanahu jalla jalalu na kusongeza mbele Uislamu. Hayo sio mambo ya siri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakusanya sadaqat fi sabilillah, zaka fi sabilillah, katika jihad fi sabilillah, alikuwa afanyi kwa siri, ni msikitini. Anatoa tangazo msikitini: enyi Waislamu, tunasimamisha vita pahali fulani, tunakwenda Tabuk. Iko wapi mali yenu ya kusimamisha jihad fi sabilillah? Twende tukapambane ili tuenue kalimati la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, fala yu'bad fil ardi min dunillah, ili asiabudiwe katika ardhi hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki. Waislamu wanaleta mali yao. Abu Bakari radhiyallahu anhu anakuja na mali yake yote, amwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amuuliza: ewe Abu Bakar, madha tarakta min waraik, umeacha nini huko nyumbani? Asema: taraktu lahumullaha wa rasulah, watu wangu nyumbani nimewaachia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aleta nusu ya mali yake yote, Uthman bin Affan na wengineo wote wanakuja. Huo ni mfano wa kwamba sadaqa unakuwa kwa dhahiri. Zaka wakati mwingine kadhalika pia zinatolewa kwa dhahiri kwa ajili ya kutoa ujumbe kwa Waislamu ya kwamba hii ni fardhi ya Uislamu. Zipo hali maalum fulani, sio zote, ambazo Muislamu anaweza kutoa zaka ndani yake kadhalika alanan, ili pia iwe ni ujumbe kwa Waislamu wengine walio na mali ambao wamebania mali yao. Kuna Waislamu ambao wanapitwa na miaka mingi hawajui ya kwamba kuna zaka zinafaa kutolewa katika mali zao, na pengine si mtu wa kuhudhuria katika mawaidha na kukaa katika darasa ili aweze kukumbushwa ya kwamba kuna zaka za kutoa. Hakai humo, hana muda, yeye ni mfanyi biashara mkubwa sana, hakai. Yeye ni mtu wa safari, aingia nchi, akitoka azunguka huko anakwenda kule, anakwenda mbio kukusanya mali na kufanya biashara. Sasa huenda akiona kuna zaka zinatolewa, akiuliza nini hii, anaambiwa hii zaka. Mimi basi nina miaka 3 sijatoa zaka. Ukumbusho ya kwamba zaka ni fardhi ya Uislamu. Kwa hiyo sirran wa alaniyatan ni ufahamu mwingine ambao tunakwenda nao katika mlango huu na msururu huu wa kusahihisha mafahim katika nafaka na kutoa fi sabilillah.